Biashara ndogo ndogo na za kati zina changamoto nyingi katika ukuaji. Mifano ya changamoto ni kama vile jinsi gani unaweza kukuza bidhaa zaidi, jinsi gani unaweza kutatua mtiririko mgumu wa fedha, jinsi gani wafanyakazi wanaweza kufanya vizuri, na ni jinsi gani unaweza kukuza biashara yako. Je, unakabiliwa na changamoto kama hizo? BDS Huduma za Maendeleo ya Biashara ni njia ya kutatua changamoto na kuboresha biashara, hasa katika mikakati wa kampuni, masoko, rasilimali watu na usimamizi wa fedha. Katika video hii tutakupa mfano wa huduma ya ushauri, ikiwa ni pamoja na jinsi ya kuendesha. Kampuni hii inajihusisha na bidhaa za vyuma, kwa maana utengenezaji wa mashine za aina mbalimbali kama vile sand mixer machine, vibrator machine, wheelbarrows, rectangle shelves na kadhalika. Lakini pia tunatoa huduma kwa wateja, kwa maana ya wale ambao hawana mashine kama tulizonazo sisi, kwa mfano kwenye fit and turn mechanics, kwa maana uchongaji wa vipoli. Lakini tunatoa huduma ya ukataji wa bati, plates, pamoja na kukunja vile ambavyo vinawezekana, ambavyo watu wengine pia hawana. Hata hivyo, walikuwa na tatizo la biashara, walitaka kuboresha biashara yao, lakini hawakujua ni jinsi gani ya kushughulikia mchakato huo. Kwa hiyo mtaalamu aliyethibitishwa wa BDS alikwenda kuwatembelea na kuwasaidia ofisini kwao. Tumepata nafasi ya kutembelea kampuni ya Temso Engineering kwa ajili ya kuja kutathmini hali yake ya uendeshaji na uzalishaji pamoja na biashara. Alisikiliza hali ya biashara ya kampuni na kuichambua kwa mbinu za kitaalamu zinazoitwa uchambuzi wa umafuti au SWOT, zikionyesha uwezo, udhaifu, fursa na tishio. Kulingana na matokeo, kampuni ilipata tathmini nzuri kwa kuwa na uzoefu zaidi ya miaka 30, lakini kulikuwa na changamoto zilizohusiana na mfumo wa uongozi katika uendeshaji pamoja na masoko. Wana uwezo in-house wa kuzalisha bidhaa mbalimbali za meto, lakini kufikia masoko ndio ilikuwa changamoto, hali iliyokuwa inapelekea wapoteze wateja. Tukaja na mapendekezo yetu yalipelekea kuwa na mpango kazi, action plan, ambayo tulipendekeza sisi, lakini tukaja tukakaa naye kwenye kikao apitie mapendekezo yetu na akayakubali. Ulipendekezwa mkakati wa utekelezaji ukihusisha mikakati mitatu ifuatayo: 1. Kujenga uwezo imara wa chapa na mkakati madhubuti wa soko. 2. Kuimarisha mtaji wa kazi na usimamizi wa mtiririko wa fedha ili kusaidia kuimarisha uendeshaji na ukuaji wa biashara. 3. Kuimarisha utekelezaji wa kanuni na usimamizi hatarishi. Kati ya mikakati hii, mkakati wa masoko ulipewa kipaumbele kama hatua ya haraka na muhimu zaidi kuchukuliwa. Watu walionitembelea au wanaofanya upembuzi kwenye kampuni yangu wameweza kugundua au wameweza kuona changamoto ambazo nakabiliana nazo mimi, na wamezielezea vizuri kwenye dokumenti hii, kwa maana ya kuona changamoto ziko wapi na kwa jinsi gani ambavyo tunaweza kwenda kuzitatua. Wataalamu wa BDS walisaidia katika utekelezaji wa mpango kazi, wakionyesha mbinu na majukumu kwa kina. Mmiliki na timu yake ndio waliohusika kubeba jukumu hilo kwa kiasi kikubwa, lakini mtaalamu aliyethibitishwa wa BDS aliendelea kutoa msaada kile walipohitaji hadi timu ilipoelewa kikamilifu. Maana kubwa kabisa ni kuweza kupata nafasi ya kufanya mazungumzo. Maana unapata nafasi ya kufanya mazungumzo, ukajadili masuala ya kitaalamu, yanakusababisha mtu kuweza kujua uko wapi, umetoka wapi na unakwenda wapi. Kwa hiyo mazungumzo na vikao tumefanya vilikuwa na maana kubwa sana kwangu. Imenipa matumaini mapya ya kuweza kuendelea kusonga mbele. Haya yote mtokana na project hii, kwamba baada ya kung'amua changamoto mbalimbali kupitia uandishi huu kwa software analysis, tumeweza kujua tupo wapi, tufanye nini. Kwa hiyo tulipata nafasi ya kufocus kwenye project moja ambayo ni kuzalisha wheelbarrow. Na hiyo wheelbarrow imeweza kwenda kwenye soko na kwa sasa inafanya vizuri, kwa maana tumepata order na tunauza mzigo unakwenda na order zinaendelea kuongezeka. Kwa hiyo kwa maana order kuendelea kuongezeka, tunapata mafanikio, kwa maana tunaweza kupata fedha
fedha inaweza kuingia kwenye ofisi, tunaweza kufanya manunuzi, tunaweza kulipa kodi, tunaweza kulipana fedha kwa maana ya allowances na kadhalika. Haya ni mafanikio yaliyopatikana kutoka kwenye BDS project na kwa masuala ya masoko na masuala ya finance. BDS ni kama madaktari wa biashara. Wanasikiliza kama ambavyo sisi tumemsikiliza mkurugenzi wa TEMSO na timu yake, na tunashauri namna bora ya kukabiliana na zile changamoto ambazo tunakutana nazo, na ndicho ambacho tumefanya. Aina hiyo ya ushauri na ile tu comfort, BDS anapokuja kwako, unapozungumza naye, anapoonyesha empathy, anaguswa na unachopitia na akakushauri namna ya kujinasua, nadhani hiyo ndio power au hiyo ndio nguvu ya BDS. Na kwa kweli wafanyabiashara wanaojielewa wengi wanahitaji kuanza kuheshimu na kuwekeza kwa ajili ya kupata huduma za BDS.